Haleluya. Katika ibada hii ya meza ilianza wakati wa Pasaka, na Pasaka ilianzia kule Misri. Nataka kuanzia hapo. Wale tulitoka nao Kisauni tushatoka huko, lakini kwa sababu ya wale ambao tumepatana hapa, ni lazima wajue meza ya Bwana ni nini na ilianzia wapi mpaka ikafikia kuitwa meza ya Bwana. Bwana asifiwe. Pasaka ilianza kule Misri na wana wa Israeli, na tunaanza kusoma Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka wa 14 ndio tukapate kujua Pasaka ni nini. Na tusome 12 mstari mmoja tu wa 43. Kutoka 12 mstari ule wa kwanza mpaka 14, Biblia inasema hivi: asoma katika uwepo wa Bwana. Bwana akanena Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake awatwae mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakacho salia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na pimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanyama, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Bwana asifiwe. Hii ni amri ambayo ilipewa Musa na Haruni wakiwa kule Misri. Farao alikuwa amekataa kuwaachilia wana wa Israeli. Mungu akaachilia mapigo, lakini akawaambia kumebakia pigo moja. Maana kila pigo lilipoachiliwa kwa Farao na watu wake, Farao moyo wake uliendelea kuwa mgumu na kukataa kuachilia wana wa Israeli. Ndipo wakaambiwa wamtafute mwana kondoo asiyekuwa na ila, mume, kwa sababu ama mbuzi mume, wakusanyike. Na wakaambiwa huyu mwana kondoo ataliwa masaa ya jioni. Haleluya.
Wakapewa amri, wakaambiwa ya kwamba mwana-kondoo huyu mtamkula kwa haraka, mkiwa mumesimama, mumevaa viatu vyenu, mumejifunga mishipi na mumeshika fimbo zenu, maana ilikuwa ni safari inaanza ya kutoka kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule nimewaambia wa 43 pale unasema ya kwamba Bwana akawaambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka ni hii, mtu mgeni asimule. Haleluya. Walipewa amri ya kwamba hii ndio itakuwa inaitwa Pasaka, na wakaamrishwa ya kwamba wao wakifanya hivyo iwe sikukuu, wao wakikumbuka vile Bwana alivyofanya. Wakaambiwa wakimchinja yule mwana-kondoo, ile damu wataweka mahali, wataweka alama wakitumia ile damu upande huu wa mlango na upande huu wa mlango na juu. Ile ndio itakuwa ishara kwa ajili ya yule malaika atakayepita akiangamiza wazaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wa mnyama. Atakapoiona ile damu atapita ama hataingia kwa ile milango kuharibu. Kwa hivyo hii damu ya mwana-kondoo ikasimama kama ulinzi kwa ajili ya wana wa Israeli. Wakaamrishwa ya kwamba wamtafute mwana-kondoo asiyekuwa na ila, mwana-kondoo aliye msafi, mchanga wa mwaka mmoja, asiyekuwa na kilema, wamchinje yule. Bwana Yesu asifiwe. Wakaambiwa hii ndiyo Pasaka, mtakuwa mnafanya hivi, na watoto wenu watakapowauliza mbona mnafanya hivi mwaka kwa mwaka, muwaambie hii ndio ile siku Mungu alituokoa. Kwa hivyo Pasaka huwa ni ukumbusho wa vile wana wa Israeli waliokolewa kutoka mikononi mwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukumbusho wa vile Mungu aliwaokoa wanawake Israeli kutoka katika nchi ya Misri, kutoka katika utumwa. Pasaka ilikuwa ni kusherehekea, na ikawa inasherehekewa mwaka baada ya mwaka, maana alitoa amri kwa Haruni na Musa ya kwamba waishike Pasaka, watakuwa wakisherehekea kukumbuka, maana baada ya kufanya vile walivyoagizwa na Bwana wakachinja. Usiku ule malaika alipita akiangamiza watu wote ambao walikuwa wazaliwa wa kwanza wa nchi ya Misri, lakini baada ya kufuata maagizo ya kuitumia ile damu kuweka alama katika milango yao, hawakuguswa wana wa Israeli. Na Bwana akawaambia hii itakuwa ni ukumbusho. Pasaka ilikuwa ni kusherehekea kuokolewa walikookolewa na Mungu kutoka mikononi mwa Farao. Haleluya. Ni ukombozi. Pasaka ni kusherehekea ukombozi ambao ulitoka kwa Mungu. Wana wa Israeli wakakombolewa, wakatoka katika utumwa wa Farao na watu wa Misri. Na hapo ndipo Pasaka ilianzia na ikawa inasherehekewa hata baada ya kutoka Misri. Wakaendelea kusherehekea walipoingia katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Bwana asifiwe. Hapo ndipo mwanzo wa Pasaka. Haleluya. Na amri waliopewa ni moja. Mstari wa 43 12, hiyo 12 mstari wa 43 inasema, Bwana akamwambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka ni hii, mtu mgeni asimule. Walipewa amri ya kwamba mtu yoyote ambaye ni mgeni, sio Mwisraeli, asikule ile Pasaka. Haleluya. Ninakulete, tuko katika Agano la Kale, katika kitabu cha Kutoka, na tutasonga mbele. Ndio ukija kuingia katika kukaribia meza ya Bwana wewe umepata ufahamu. Kitu cha kwanza umejua kwamba Pasaka ilikuwa ni kusherehekea kule kukombolewa ambao wana wa Israeli walikombolewa, wakaokolewa kutoka mikononi mwa Farao. Cha pili ukatambua kwamba waliagizwa wamtafute mwana-kondoo asiyekuwa na ila, na wakaambiwa ile damu waipaka kwa milango yao iwe ulinzi.
Amen. Na baada ya hapo wakaamrishwa ya kwamba wao wakifanya hivyo kila mwaka kukumbuka vile ambavyo Bwana aliwaokoa na kuwatoa mikononi mwa adui. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka tumemalizana naye. Sasa tunaenda kwa hii meza ya Bwana. Ilikuwaje ikawa Pasaka imekuwa ni kusherehekea kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo? Twende Mathayo 26. Nataka nikulete Mathayo 26. Tukisoma kuanzia 17 mpaka 30 utapata ufahamu. 17 mpaka 30, Mathayo 26. Maandiko yanasema hivi: hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuangalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu anaenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabii. Akamwambia, wewe umesema. 26 inasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, toeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitabu cha Mathayo, na maandiko yanatuambia kwamba ilikuwa ni wakati wa mikate isiyotiwa chachu. Wakati wa Pasaka waliambiwa wasikule mikate ambayo inawekwa baking powder ama yeast. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huu ulikuwa umekaribia, ulikuwa ni wakati wa Pasaka. Wanafunzi wake wakamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo, ni wapi unataka tukuangalie Pasaka? Maana ilikuwa imetolewa amri na Mungu ya kwamba kila mwaka watu wote wao wakisherehekea na kukumbuka ule ukombozi uliopatikana kutoka kule Misri. Hata Mwokozi wetu yeye mwenyewe akawa katika hali ya kusherehekea Pasaka, na wanafunzi wake wakamuuliza, mwaka huu unataka tukuangalie Pasaka wapi? Akawaambia pale mahali wataenda, na akawaambia, mkienda mwambieni huyo ya kwamba majira yangu yako karibu, nataka kuangaliwa Pasaka hapa kwako. Mwokozi wetu alitambua kwamba wakati wake wa kuishi katika dunia hii ulikuwa umekaribia, na hiyo ndio iliyokuwa Pasaka yake ya mwisho. Hii Pasaka kule 12 tuliambiwa ilifanyika jioni, na wakati huo walikuwa wakiifanya jioni. Maana hapa tunaambiwa kwamba alikaa chakulani masaa ya jioni pamoja na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amri tuliyopewa kule 12 iliyopewa Musa na Harun ni kwamba mgeni asimule. Haleluya. Yesu Kristo alikuwa na wafuasi wengi mpaka wa mama. Kwanza kina mama ndio walikuwa wakimsaidia na mali zao, lakini hapa Biblia inatuambia kwamba alikaa pamoja na wale wanafunzi wake 12.
Wale wengine hakuwaita katika kile chakula cha jioni, maana alikuwa amewachagua wale, na kila mmoja akabatizwa. Kina Petro, kina Yohana, Yakobo, Bwana asifiwe. Na walipokaa masaa ya jioni, alitoa mkate yeye mwenyewe, Yesu Kristo yeye mwenyewe alichukua mkate akawaambia, huu ndio mwili wangu. Alikuwa yuko hai, akawaambia, huu ndio mwili wangu, kuleni. Bwana asifiwe. Akatoa kikombe ambao kilikuwa ni kinywaji kimetengenezwa kutokana na matunda ya mzabibu, akawaambia, hii ndiyo damu yangu. Bado damu yake ilikuwa inatembea kwa mishipa yake, lakini akawaambia, huu ndio mwili wangu, hii ndiyo damu yangu. Na akawaambia kwamba sitakunywa tena wala sitakula tena mpaka tukutane kule juu mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo meza ya Bwana ilianzia pale Yesu Kristo alipokuwa hai. Alikuwa akisherehekea Pasaka na wale Waisraeli wengine ama Wayahudi, na yeye mwenyewe akiwa katika ile Pasaka masaa ya jioni, akawaagiza akawaambia kwamba huu ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu, muwe mkifanya hivi kwa kunikumbuka. Akabadilisha maneno. Bwana asifiwe. Ikatoka kutoka Pasaka ile iliyokuwa ikisherehekewa kitambo, ikakuja kwa meza ya Bwana. Kwa hivyo sherehe ya Pasaka siku hizi tunamkumbuka Mwokozi wetu, huwa tunakumbuka kufa kwake na kufufuka kwake. Haleluya. Najua niuliza hasa kama huwa tunakumbuka kufa na kufufuka kwake, na huwa ni mwezi wa 4 Pasaka, imekuwaje leo mwezi huu wa 9 tunakaribia meza ya Bwana? Hapa nitakuleta. Bwana asifiwe. Haleluya. Akawaambia, muwe mkifanya hivi kwa kunikumbuka. Bwana asifiwe. Uko na swali unauliza, ni wapi pameandikwa ya kwamba mgeni asikule? Yohana 6:41. Imekuwaje Bwana mgeni atatikana? Meza hairuhusiwi kuliwa na mtu ambaye hajaokoka na hajabatizwa. Waweza kuwa umeokoka na kubatizwa, hujabatizwa kwa maji mengi, wewe ni mgeni. Na ndio sasa nakupatia jibu kutoka kwa Yohana 6:41-52. 41-52. Yohana 3, sio 6. Yohana 3:3. Yohana 3:3. 6 ni baadaye. Biblia inasema hivi. Hizi ni habari za Nikodemo, alimkujia Yesu Kristo usiku kisirisiri. Yesu akamwambia hivi, mstari wa namba 3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mstari wa 5 unasema hivi, Yesu akajibu, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuzaliwa kwa maji na kwa Roho ni kubatizwa, na unapobatizwa huwa Roho wa Mungu anakushukia. Kwa hivyo aliyesema na aliyetoa agizo ya kwamba kama haujabatizwa, umeokoka na haujabatizwa, uweze kuona ufalme wa mbinguni ni Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Musa aliambiwa mgeni asikule. Yesu Kristo anasema ya kwamba wale ambao hawajabatizwa, hujazaliwa mara ya pili, ulizaliwa na mzazi wako
Kuzaliwa mara ya pili ni kutumbukizwa kwa maji mengi, ule ubatizo wa Yohana. Yohana alibatiza katika mto wa Yordani, ulibatizwa ubatizo wa sahani samahani, kwa si ubatizo wa Yohana. Kwa nini asifiwe? Tunafuata Biblia. Lakini kama ulitumbukizwa katika kidimbwi cha maji, maji ni mengi pale, maana kuna maeneo ambayo hakuna maji mengi ya mito, hakuna bahari, wanachimba mahali wanamwaga maji, bora utumbukizwe kwa maji mengi. Lakini kama ulimwagiliwa matone ya maji hapa utosini na ukaambiwa unabatizwa, urudi kwa ubatizo tena, hauwezi kukaribia meza ya Bwana. Haleluya! Kama haujazaliwa mara ya pili, huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Haiwezekani mtu ambaye hajijui aombee wokovu na aende akabatizwe, maana huwezi kubatizwa kabla hujaombea wokovu. Na kuombea wokovu ni kukiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo alikufia pale msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Mtoto haiwezekani mtoto mdogo akaribia meza ya Bwana, maana hajaombea wokovu na hajabatizwa. Kwa Yesu asifiwe. Meza ilipewa wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe akakaa katika meza na wanafunzi wake, akawapatia mkate, akawaambia huu ndio mwili wangu. Akachukua kinywaji cha mzabibu, akawaambia hii ndio damu yangu. Hakukuwa na mtoto mchanga. Haleluya! Alikuwa na watu wengi, wafuasi wengi, hakukaa na wao pale, aliwachukua wale wanafunzi wake. Kwa hivyo wewe ukiwa umeokoka na umebatizwa, wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Na kama hujabatizwa, na tuliahidiwa tukifikisha miaka 75, 80, miaka yako imeisha hapa duniani, ukipewa bonus ufikishe 90. Na ukifikisha hiyo miaka na hujabatizwa na ukikufa, maana kufa ni lazima. Labda atakayepeperuka ni mimi tu niende kama Elia. Hata ukipeperuka kama Elia na hujabatizwa, ufalme wa mbinguni hauingii. Ni Yesu ameongea. Kama hujabatizwa na umeokoka, weka. Utaomba, utaona maono, Mungu atakujibu, lakini ufalme wa mbinguni huwezi kuuona. Na ni Yesu aliongea. Ulimwagiliwa maji ukaambiwa umebatizwa, haukubatizwa. Tumbukizwa kwa maji mengi, maana kuingizwa kwa maji mengi ishara ya kwamba umekufa na ukafufuka na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sasa ukimwagiwa maji kwa kichwa, umekufa. Tunabatizwa watu wakiangalia tu, watu wakikufa wanazikwa wakiangalia tu. Hakuna mtu uzikwa akiangalia kwa mchana. Haleluya! Wale wanaostahili kukaribia meza ya Bwana ni wale ambao wameokoka na wamebatizwa. Na hiyo ndio meza ambayo mimi najua. Kupatia watoto meza ya Bwana hakuwasaidii. Meza ya Bwana sio dawa. Mwili wa Yesu Kristo sio dawa ati unapatia mtoto apone. Damu ya Yesu Kristo sio dawa. Tukiingia katika meza ya Bwana, ati mtoto wangu lazima akunywe ndio afunguliwe, aiondoi uchawi. Maana tunaposoma wanafunzi wake walikaa pale, wakakula mkate na wakanywa damu ya Yesu Kristo. Aliwaambia hili ni agano. Huwa unafanya upatanisho wako na Mwokozi wako, unakuwa ukaribu na yeye, unakuwa karibu na Yesu Kristo, maana umeyatimiza yale maagizo aliyoachilia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo chukua simu yako toa hapo. Yohana 6. Unaweza kuwa hapa na ukaamua mimi sijisikii kukaribia meza ya Bwana. Ni sawa. Si lazima, maana unatakikana wewe mwenyewe ufanye uamuzi. Na hakuna mtu atakuuliza mbona hatukukuona ukienda kuchukua mwili, maana meza ya kwangu mimi sipelekei mtu mahali amekaa. Kukaribia meza ya Bwana ni uamuzi wa mtu, akuje kwa madhabahu ajichukulie.
Hakuna maswali. Je, mbona wewe haukukaribia meza? Hata wachungaji waamua leo siko tayari, na mtu akakaa, huwa ni uamuzi. Lakini kabla huo uamuzi haujaufanya, nataka kusomea Yohana 6 ndio ujue ukikataa kukaribia meza ya Bwana itakuwaje. Urafiki wako na Yesu Kristo utakuwa namna gani? Yohana 6:41 mpaka 52. Biblia yangu inasema hivi: basi Wayahudi wakamnung'unikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu, ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje? Basi sasa asemaje huyu, nimeshuka kutoka mbinguni? Basi Yesu akajibu akawaambia, msinung'unike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala hasipe. Mstari wa 51, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo anaongea, anasema yeye ndiye chakula kilichoshuka kutoka juu mbinguni, na mtu akila chakula hiki, akila mwili wake, yuko na uzima, Bwana asifiwe, wa ulimwengu. Kwa hivyo ukila mwili wa Yesu Kristo uko na uzima, Bwana asifiwe. Ukikosa utakuwa na uzima. Mstari wa 57, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? 53, basi Yesu akawaambia, amin, amin, amin nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Ukikosa kula mwili wa Yesu Kristo na kunywa damu yake, anasema ya kwamba utakuwa hauna uzima ndani yako, maana yeye ndiyo uzima. Bwana asifiwe. Ukikosa kula mwili wake utakuwa hauna uzima. Ni heri kula huu mwili na kunywa hii damu ya Yesu Kristo uwe na uzima. Tunaendelea. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kukaribia meza ya Bwana mara kwa mara, anasema ya kwamba utakuwa na uzima ndani yako, na ile siku ya mwisho parapanda ikipigwa, hatuko hapa duniani milele. Hata mawe siku hiyo atakujika, parapanda ikipigwa atatufufua. Kwa hivyo kuna maisha mengine baada ya haya ambayo tunaishi hapa. Yako maisha mengine baada ya kuondoka dunia hii, na anasema kama wewe ni mtu wa kukaribia meza, hiyo siku atakufufua. 55, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Ukiona mwenzako analala mniambie, nitahubiri akiwa amesimama. Niangalie analala tu. 54, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Ukila mwili wa Yesu Kristo na ukinywa damu ya Yesu Kristo, kumbuka aliombea mkate yeye mwenyewe, akawapatia wanafunzi wake, akawaambia huu ni mwili. Kumbuka aliombea kinywaji cha mzabibu,
akawapatia wanafunzi, akamwambia kunyweni, hii ni damu yangu. Anakwambia ukila mwili wake na ukinywa damu yake. Bwana asifiwe. Utakuwa unakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yako. Yesu Kristo kukaa ndani yako na wewe kukaa ndani yake, ni uwe mzoefu wa kukaribia meza. Ukisema mstaki meza ya Bwana, Yesu Kristo anakaa ndani yako. Kwa hivyo ni ujipange. Mstari wa 57 nafikiri ndio wa mwisho. Bwana tuka 52. Haleluya. Hayo ndio maagizo na uzuri wa kukaribia meza ya Bwana. Na nimekueleza haya yote tangia mwanzo pale Pasaka ilianzia kufikia hapo, uelewe umuhimu. Maana wengi wakisikia meza ya Bwana wanasema mimi sitaki. Ndio maana umeona nimetangulia na tuombe, tutubu, maana kila mwanadamu ni mwenye dhambi. Tumeambiwa hapa, asemaye hana dhambi anajidanganya. Sisi ni wanadamu, hatukuzaliwa kama yeye. Sisi hutoka kwa matumbo ya mama yetu tukiwa na wenye dhambi, tukiwa na dhambi. Na ndio maana hata tukiokoka, kila kuchao tunatenda makosa mbele za Mungu wetu. Na kukaribia meza ya Bwana ni kitu cha maana kwa mtu ambaye anaitwa Mkristo. Bwana asifiwe. Umesikia yeye mwenyewe akisema ya kwamba kama hujabatizwa, kama hujazaliwa mara ya pili kwa maji na Roho, huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Hatua ya kwanza ni kuokoka na kubatizwa. Unakata tikiti ya kuelekea mbinguni, na unaweza kwenda mbinguni na kama haukaribii meza ya Bwana. Tumeambiwa na Yohana ya kwamba 6 ufufuo hauwezi patikana. Anakaa ndani yako na unakaa ndani yako kupitia kukaribia meza ya Bwana. Wengi ukataa. Huu ni mkate. Huwa ni mkate na aliuanzisha yeye mwenyewe. Akachukua mkate, akauombea, akawapatia wanafunzi. Akachukua kinywaji cha mzabibu, akakiombea, akawapatia wanafunzi. Akawaambia huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Bwana asifiwe. Ni kuombewa, zinaombewa. Maana watu wamekuwa na uoga. Mimi sitaki kukaribia meza ya Bwana. Mimi sitaki kukaribia meza ya Bwana. Wamekuwa waoga. Tujifundishe, tujue ya kwamba Mungu anatupenda. Hawezi kuachilia laana juu yetu bure. Hatuwezi kukaribia meza ya Bwana na tukawa tumelaaniwa. Na yeye amesema ya kwamba tukikaribia meza ya Bwana tutakaa ndani yake na yeye atadumu ndani yetu. Na Yesu Kristo akikaa ndani yako, maana yeye hau mgonjwa, hawezi kuwa mgonjwa. Haleluya. Yesu Kristo akikaa ndani yako kupitia kukula meza, kula mkate, hakuna dawa. Yesu Kristo hawezi kurogwa, na we wakikuroga watakuwa wanachukia bure. Ama unafikiri kwa sababu umeokoka huwa urogo? Wanakuroga usiku na mchana. Unafikiria ati kwa sababu umeokoka hawakutembelea usiku? Kwa nyumba wanaingia, lakini wanakutafuta hawakuoni. Wakipata nafasi wakipenya, wanakutafuta hawakuoni. Wanakuja wanakuta umezingirwa na moto, maana Yesu Kristo anakaa ndani yako. Ni vizuri uendelee kukaa ukikaribia meza ya Bwana, ukiwa umejisafisha, umejitakasa, ndio Mungu aendelee kukulinda. Yesu Kristo aendelee kufurahishwa na wewe. Aliwachukua wale wanafunzi wake, maana alifika mahali akawaambia, nyinyi si watumwa, nyinyi ndugu zangu, mmekuwa marafiki zangu. Akawaambia sasa nyinyi ni ndugu zangu, sio watumwa. Maana aliwapenda vile alivyowaambia walikuwa wakifanya. Na alipowaambia chukueni huu mkate, hakuna aliyeuliza swali. Hata yule Tomaso ambaye alikuwa yeye ni kuuliza maswali, alikuwa mtu wa mashaka, hakuuliza. Aliambiwa huu mkate unauona ndio mwili wangu.
na huyu anayekwambia mkate huu ni mwili wangu anaongea na wewe, si maiti. Akachukua kikombe akamwambia, hii damu mnaiona ni yangu, kunyweni. Na wakaamini. Kwa hivyo ni wewe uamini ukiwa umejitakasa, na ukijitakasa, kama ni kosa ulilokuwa ukilifanya, ukikaribia meza ya Bwana, uachane nalo kabisa, maana Yesu Kristo atakuwa ameingia ndani yako. Tawala kinywa chako, hakikisha kinywa chako akiongee matusi, hakikisha wewe ni mpole kama Musa, maana wewe tunaambiwa kupigia siku ya leo hakujaonekana mtu mwingine mpole kama Musa. Hiyo nafasi, hicho kiatu cha Musa, mwambie Bwana unataka ukivae cha kuwa mpole, maana alipokuwa mpole Mungu alimfanya rafiki yake. Ukule mwili wa Yesu Kristo, ukunywe damu ya Yesu Kristo, unyooche njia zako. Kale kadhambi ambako unakajua uachane nao. Bwana asifiwe. Ndio akakae ndani yako akulinde usiku na mchana. Haleluya. Ni wewe ujiulize maswali. Mimi nimeokoka na nimebatizwa. Ni nini ambacho kinanizuia nisikaribie meza ya Bwana leo? Ukiamini kuondokea. Ukiambie kikuondokee. Maana hautahili kuzuiliwa na chochote kukaribia meza ya Bwana. Kama ni hasira, ya mlike waambia hasira ondoka kwangu. Hii meza nikikaribia kuanzia leo usiwe karibu na. Haleluya. Tunatakana tufuate yale Mwokozi wetu aliyoyafanya na aliyotuagiza. Wana Israeli wakaagizwa ya kwamba wamchinje mwana kondoo. Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu. Mungu alimtuma mwanawe wa pekee aje kuokoa ulimwengu. Agano la Kale ni kioo cha Agano Jipya. Musa aliagizwa achukue mwana kondoo asiyekuwa na hila. Yesu Kristo ana madoa, hakuzaliwa kama sisi wanadamu. Alizaliwa na mama bikira, kwa hivyo hakuwa na hila. Kule walichukua mwana kondoo wakamchinja. Yesu Kristo alitumwa hapa na Baba yake kuja kuokoa ulimwengu. Mungu alitumia mwana kondoo kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, kutoka mikononi mwa Farao. Mungu akamtuma mwanawe kuja kuwaondoa watu wake kwa adui Shetani, awaondoe kwa dhambi. Yesu Kristo alikuja na hapa akawakalisha chini, akawaambia huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Maana masaa yake ya kuondoka dunia hii yalikuwa yameisha. Ukisoma hapo Mathayo utaona ya kwamba walipomaliza waliimba na wakaenda katika mlima wa Mizeituni, na hapo ndipo alipoenda kushikiwa na akaenda kusulubishwa. Akamtuma mwanao wa pekee aje kuokoa ulimwengu huu. Kule mwanakondoo akatumika, huku Yesu Kristo akasulubiwa, akauliwa, baada ya siku 3 akafufuka, ili tukaweze kuokolewa kutoka kwa mikono ya adui yetu Shetani. Kule ilikuwa ni kutoka mikononi mwa Farao na watu wake. Yesu Kristo hapa akasulubiwa ili atuokoe kutoka mikononi mwa Shetani na maajenti wake. Tukaokolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Wale waliokolewa kupitia damu ya mwana kondoo, na ile damu ikawa ulinzi kwao. Damu ya Yesu Kristo siku ya leo, ukiitisha damu ya Yesu Kristo tu, masaa yale unaomba, mapepo huwa yanatumwa mbio. Ukilitaja jina la Yesu Kristo, maana ndilo lililookoa ulimwengu huu, wachawi na waganga wanaishiwa na nguvu. Kama kutaja peke yake
wanaondoka kwako. Na leo hii ukinywa useme hii ni damu ya Yesu Kristo, itafanya kazi ya ulinzi katika maisha yako. Ni agano ambalo utakuwa umefanya na Mungu wako. Kula mwili wa Yesu Kristo na kunywa damu ya Yesu Kristo, unajivuta na kujileta karibu na Mwokozi. Maana alisema hili ni agano jipya. Ukisema au karibii meza ya Bwana, uhusiano wako na Yesu Kristo utakuwa namna gani? Ukisema mimi hapana, mimi sifai, na yeye mwenyewe ndiye alitupatia amri ya kwamba tuwe tukifanya hivi kukumbuka yale mauti ama kile kifo alikufa kwa ajili yetu. Ukombozi ulipatikana kwa ajili yake kupitia kujitolea, atundikwa pale msalabani. Ndio maana leo tumekaa tunasema Yesu ni Bwana, tumeokoka. Unaona mapepo yanakuja yanaambia na yanaamrisha kwa jina la Yesu Kristo ondoka, na yanaondoka. Kama huwa unaitisha damu ya Yesu Kristo ukiomba na unaona inafanya kazi, itakuwaje leo utake kula mwili wake na utake kunywa damu yake ati unaogopa? Haiwezekani. Ili akapate kufanya kazi pamoja na wewe, ni uwe na ushirika na yeye. Na kuwa na ushirika na Bwana wetu Yesu Kristo ni kula mwili na kunywa damu. Haleluya. Uko tayari? Umefanya uamuzi ama bado unaogopa? Hauwezi kufa. Kama unajitambua huwezi kufa. Kama unajua Mwokozi wako alikuokoa, huwezi kufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe muoga. Usiogope chochote. Usiogope kitu. Nataka kupeleka kwa kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nikusomee maneno mawili matatu, halafu nikuache uombe, ndio ufanye uamuzi. Ujilete hapa kwa meza, uchukue mwili wa Yesu Kristo, ukunywe damu ya Yesu Kristo, ufanye agano na yeye, na ujue mbona nilikuwa Pasaka baada ya mwaka baada ya mwaka, mbona leo hii inafanyika wakati wowote. Wakorintho wa kwanza 11 26. Wakorintho wa kwanza 11:26, maandiko yanasema hivi: maana kila mulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hivyo huwa tunatangaza kile kifo alichokufa. Alikufa ni kwa ajili yetu. Yesu Kristo alikufa na akafufuka kwa ajili yangu. Huwa unatangaza. Kwa hivyo unapokula na kunywa, huwa unatangaza mauti yake mpaka atakapokuja. Mstari wa 27, basi kila aulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa anajipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Kula vile isivyostahili ni vipi? Ukila vile isivyostahili utakuwa unajipatia hatia ya Bwana. Haujaokoka, haujabatizwa, na umekula, unajipatia hatia. Lakini mtu akijihoji mwenyewe na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe, ukijiuliza maswali, si mimi niliokoka? Si mimi nimebatizwa? Si hapa kashido ni kadogo tu, Mungu akinikiomba sasa nisamehe. Nitakaribia meza na sitarudia. Hivyo tu. Ukikaribia meza usirudie pale makosa. Kama wewe ni mwongo, maana wengine wao ni waongo na wameokoka. Kwanza uongo umetawala watu wa Mungu waokovu. Unapata mtu akianza kuomba anaomba na ndimi, lakini kwa kusema uongo kwake si kitu. Ujioni ni makosa gani ambao kanasababisha wewe mnakwaruzana tu na Mungu wako? Ukikatambua, karibia meza ya Bwana, achana nao. Maana aulaye
alaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kuto kuupambanua ule mwili. Ukikosea, ukikula vile ambavyo haistahili, utakuwa unakula hukumu yako. Kwa hivyo ni uwe mzuri. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupata adhabu pamoja na dunia. Ujioji tu na ufanye uamuzi. Maana watu ambao walikula tu, unaona kama ni kitu cha kawaida. Sijaokoka, sijabatizwa, meza inapeanwa, mnapatia mpaka watoto wadogo. Tunaambiwa kwamba wengine wamelala huko tu, lakini ujielewe, ulikula meza ya Bwana. Lakini ukitambua kwamba ulikula meza ya Bwana isivyo stahili na utubu, maandiko yanatuambia kwamba Mungu atakusamehe. Wewe kama ulikula meza ya Bwana kabla hujaokoka na kabla hujabatizwa, utaomba tu msamaha na Mungu atakusamehe, maana umejitambua. Ila mstari wa mwisho ndio huu: kwa hiyo ndugu zangu, mkutanikapo mpate kula, ngojaneni. Pasaka waliambiwa wachukuane nyumba nzima. Yule mwana kondoo wa kule, na kama atasalia waliambiwa wateketeze. Hapa tunaambiwa kwamba tunapokula meza ya Bwana sio kuchukua na kuanza kukula na kukunywa. Hapana, unachukua, unarudi pale, unaanza kuomba mpaka kila mmoja apokee. Tungojeane. Kwanza Mtume Paulo aliwaambia, ukiwa kama uko na njaa, kula kwako nyumbani kabla hujakuja. Ndio usiingie hapo ukule, uchukue na uanze kukula maana uko na njaa. Kula kwako nyumbani ukikuja. Tunangojeana. Huyu anachukua, anaenda anakaa, anaanza kuomba mpaka wa mwisho achukue. Akichukua sasa, tunawapatia mwelekeo. Tunaanza na mkate, ndio mwili wa Yesu Kristo. Tukimaliza mkate, tunakuja na damu ya Yesu Kristo. Tukimaliza, tunaingia kwa maombi. Maana alipokaa na wanafunzi wake, walipomaliza kula, waliimba. Baada ya kuimba, walipanda katika mlima wa Mizeituni. Kuna kula meza ya Bwana na kuna kuingia kwa maombi. Ukichukua, tafadhali kaa utulie na uchukue kwa heshima, ukijua kwamba umechukua kitu cha dhamana. Umechukua mwili uliosulubiwa kwa ajili yako. Unachukua ile damu, maana alipotundikwa pale msalabani, askari alikuja na mkuki akamchoma ubavuni, damu na maji zikatiririka. Hiyo damu ndiyo ukombozi wetu. Ilipomwagika tu hivi, tulipokea ukombozi. Na tunapokula na kunywa, tunasimamia watoto wetu. Usiseme mtoto wangu ni mdogo, nilikuwa nataka nimuonyeshe kidogo. Unamwonyesha mtoto wako hukumu. Na tumeambiwa hapa, wengine walikula bila kujua, bila kujipamba moyo, bila kujiuliza maswali. Wengine ni dhaifu, wengine wanalala. Na usitafutie mtoto udhaifu. Usiniulize na wale wanapeana meza ya Bwana kwa watoto. Mimi sijui. Mimi nasoma Biblia, Biblia inaniambia. Hao ndio wanajua wana Biblia yao, labda wako na Biblia yao. Mimi najua meza ya Bwana ni ya watu ambao wameokoka, wanajijua. Mtu ambaye huyo ndugu ameenda wale. Kuna ndugu aliniambia alibatizwa kwa klasi 3. Nikamwambia usibatizwe kwa klasi 3. Hajui kuambia sema Bwana Yesu, hajui ile ni baya na ile ni nzuri. Nikamwambia usibatizwe. Na akaenda na akanirudia akaniambia, "Paka twende ukajibatize." Alamisha chukua kwa maombi. Tukatoka hapa tukaenda nikabatiza. Nikamwambia, sasa unajua ukweli, unajua ubaya, unajua dhambi, unajua isi dhambi.
Kama uko hapa na wewe ubatizo ukiwa class 2, wewe una ubatizo, unitafuta tu. Na mimi siwezi kukuuliza wewe unachukua meza umebatizwa. Kazi yako, uamuzi ni wako. Changu ni kufanya ile ibada ambayo Mungu amenipa. Kuna ndugu ya ndugu hapa anaenda wapi? Bwana asifiwe. Amen. Nakuja. Ufanye uamuzi. Karibia meza ya Bwana. Ninakuomba. Maana ukikaribia meza ya Bwana inakuleta karibu na Yesu Kristo. Anaingia ndani yako. Dhaifu zako anaziondoa. Maana anapoingia ndani, apate ya kwamba walikuroga. Sio damu sasa inafanya kazi. Aingie, maana ukila na ukinywa anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani yake. Akiingia kwamba sio walikuroga, ucha utaisha nguvu. Aingia apate udhaifu fulani ndani yako, huo udhaifu utaisha. Kukaribia meza ni kufanya agano na Yesu Kristo ya kwamba sasa wewe na yeye ni kitu kimoja. Ninawaomba ujiulize maswali. Ni kitu gani ambacho kinaweza sababisha hii meza usikule leo? Ukiambia kikuondokee ndio ukaweze kuna meza ya Bwana. Bwana asifiwe. Inabisha uso wako chini. Nataka uanze kuomba, anza kutubu, mwambie Bwana ni asante umenena nami. Asante Mwokozi wetu ni kwa ajili ya neno lako. Umetufundisha maeneo ambayo hatukuchua na yale ambao Bwana hatukuyasikia. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutujilia na akaweze kutupatia ufahamu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anapatikana ndani ya nyumba hii. Umetuongoza tangu kitabu cha Kutoka, umetuleta mpaka kitabu cha Wakorintho. Ombi langu Baba yangu na Mungu wangu ni kwa ajili ya watoto wako hawa, ni wanafunzi wako. Kama kuna mmoja katikati yetu ambaye hajaingia Bwana katika safari hii ya kukaribia meza, namuombea tu kamfanikishe ili tutakapokuwa tukikutanika tena akaweze kuwa tayari ni kwa ajili ya kuikaribia meza yako. Na wafanika damu yako iliyomwagika pale msalabani, nikiwaombea neema na kibali. Ibada hii ambayo inasalia kula mwili wako ninaikabidhi kwako Mungu wangu. Kiomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza sasa na akaweze kukamilisha ibada hii. Tukuka na uinuliwe. Kutana mahitaji yote walioingia nao katika nyumba hii yako. Basi ondoke mtu ndani ya nyumba hii jinsi alivyokuja. Ninakushukuru Bwana maana unaenda kutenda. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Walikula Pasaka wakiwa wamesimama, wameshika fimbo zao, wakiwa wamevaa viatu, wamejifunga mishipi. Meza ya Bwana huwa tukuli tukiwa tumekaa. Haleluya. Kwa hivyo tunaenda kuimba wimbo namba 70 na ngapi? 78 waimbaji. Na huo wimbo namba 78 tunapoenda kuimba, mnisikilize. Maji yako pale nje. Nitaenda nioge, nikitoka ile laini ya mwisho waende waoge warudi. Mfuatane hivi ndio kusiweze kusukumana kwa pale kwa unaenda unarudi, unaoga unarudi kwa kiti chako. Ninaongea hivi nikingojea uimbaji mmoja hapa. Wimbo namba 78, namba 78, namba 78. 78 inasema sioshi dhambi zangu. Waimbaji watatushikisha ninapoenda. Na kama mtamaliza huo wimbo kabla hawajaisha kuoga mikono murudie. Murudie. Tusimameni wapendwa. Sioshi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Pendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna
Shikilia Daudi mikono ya Daudi mikono. Funga hiyo. Wapendwa, tunaenda kusababisha neno la Bwana. Tunaenda kuchukua mwili wa Bwana. Tunaenda kuchukua damu ya Yesu Kristo. Ikalenda mema maishani mwako kuanzia siku hii ya leo. Vifungo vya kwako vikafunguke. Magonjwa yako yote yakapone. Laana zikakuachilie. Kila shida uliyokuwa ukiipitia ikaondolewa na hii meza ya Bwana siku hii ya leo. Tunaenda kuanza na hiki kiti cha mbele. Ukija unachukua mwili, unachukua kikombe, unarudi pale ulikuwa umekaa. Tunaanza laini hii, ukimaliza tunaenda unasimama, sio kukaa. Unaanza kuomba. Kando unashika na mkono huu. Right hand. Unachukua mkate, left unachukua kikombe. Maana tukianza kukula tutaanza kukula na right hand. Tutaanza na mkate. Tuendelee. Kichukua tu unafunga macho, unaanza kuomba. Mwambie Mungu yale mambo unataka hii meza ya leo yafanye maishani mwako. Mweleze. Omba tu. Wimbo namba 80 anapoendelea. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, nyeupe. Anzeni kwa pamoja. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi
nichukue. Nasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari ni ule wa 23. Maandiko yanasema hivi: Bwana Yesu usiku ule alitolewa, alitwaa mkate, inao mkate wako juu, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunaomba. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mkate huu ambao Bwana tumeudhihirisha kwa mwili wako uliovunjika na kusulubiwa pale msalabani, na utakasa mwili huu sasa na damu ya mwana kondoo, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukule pamoja. Kula ukijua ya kwamba unakula mwili wa Mwokozi wako. Tafuna tu. Meza tu polepole, usiwe na haraka. Mstari wa 25 anasema hivi: na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, inua kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnyapo kwa ukumbusho wangu. Tushukuru. Tunakushukuru Bwana ni kwa ajili ya kinywaji hiki. Hii ndiyo damu yako iliyomwagika pale msalabani. Ni agano jipya tunafanya na wewe siku hii ya leo, ukakae ndani yetu na sisi tukakae ndani yako. Uzima wa milele ukakae juu yetu. Nabarikisha kikombe hiki kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tukunywe kwa pamoja. Acha niokotee vikombe sasa. Hata kuomba mchezaji keyboard ana